kuna mwingine lazima tu atafuta cha kukukosoa. Huwa unapambana vipi na zile criticism? Mimi yani hata sijali. Yani chakula nakula mimi, huli wewe. Yani wewe unayeiona kwenye mitandao, mimi ndo nakula chakula. Ninyie na wapostia kwamba my fans, marafiki zangu, psycho yangu muone kwamba leo nimepika kitu fulani. It's a lifestyle ambayo mimi naishi. So wadanganya nakula nyama kumbe nakula dagaa. Nakula nyama ndio maana napost nyama. So to me mimi naona ni sawa kwa sababu sio kila mtu atanikubali na sio kila mtu. Unaweza kuta wewe anayekwambia wewe like hujui kupika, yeye anachemsha vitu ambavyo manyanya yanasimama. Kwa hiyo like nyanya ieleweki kwa wapi kitunguu kila tu the fact kwamba mimi nimeji show off kwamba mmeniona ndio unapata chance ya kunisema. Mimi wewe hujui kupika. Afu naweza kuta wewe ananisema kwenye comment section. Yuko DM ananiambia Chris naomba nifundishe kupika. Yes, bana mambo vipi? Karibu sana kwenye The Journey. Ni siku nyingine tena, mimi naitwa Kathed na leo bana nimebahatika kupiga story na moja kati ya content creator ambaye utakuwa unamuona kwenye mitandao ya kijamii. Hi guys, mambo vipi? Karibuni tumpikie mnyekesa wangu. Na yeye atatupa story ya maisha yake. Utakuwa unamuona lakini pia hufahamu hasa ametokea wapi, anaitwa nani. Lakini pia mambo yote ambayo yanaendelea kwenye career yake. Kralis, mambo? Poa. Karibu sana. Asante. Nipe ile hi guys. Karibuni tumpikie mnyekesa wangu. Okay, hi guys. Tuende leo tumpikie mnyekesa wangu. Okay. Okay, hivi zile content ambazo unafanya mnyakyusa. Ni kweli ama tu unafanya kwa ajili ya content? Ni kweli mnyakyusa. Yupo. Kwa nini hautuoneshi? Tumuone siku moja. Ila soko sasa hivi nitaonesha. Kwa hiyo na subra. Sawa, okay. Mimi natamani kuweza kufahamu Kralis ni nani before camera ambazo tunamuona kwa sasa hivi kwenye mitandao ya kijamii. Kralis ametokea wapi, amesomea wapi, and idea ya kuwa content creator wa mapishi imeanza vipi hasa? Okay, Kralis ni binti wa kike ambaye amezaliwa Dar es Salaam. Kabila lake ni Mjaluo amechanganya na Mtanga. Wow. Yeah, nimesoma primary, secondary na sasa hivi niko kwenye level ya chuo. And turudi kwenye idea ya mapishi au content, nilianza kufanya content for fun kama watu wengine tunavyofanya ile kuingia TikTok kuimba. Kipindi cha corona ndio TikTok ilikuwa iko viral, so I was doing it, lakini kawaida tu kwamba fanya tu kwamba watu wanione nipo kwenye hiyo TikTok, lakini kwa hiyo idea ya kuwa content creator kwenye upande wa mapishi imetokana na like unafanya yani tu unajaribu content ya kuwa hivyo content sasa kufocus. Nimeianza last year, ila huko nyuma kote nilikuwa nafanya content kawaida. Kwa watu ambao wananifuatilia muda mrefu na hisi watakuwa wanaona kwa sababu ilikuwa kawaida kuimba challenges, nikatoa nyimbo hivyo, ila after kukaa chini kufikiria nataka kufanya nini, nataka kuingia kwenye game la content, yani nikae sasa, kwa sababu ukifanya unaimba tu msanii asipotoa wimbo unafanya nini? So nikasema I want to sit nifikirie nitafanya nini. So nilianza kutoka sana TikTok, like nilikuwa sifanyi challenges. Hadi watu wakaona nitakuwa nifanye challenges. Why is my TikTok? So nikatafuta kitu ambacho mimi naona ninaweza nikakiweza kwamba nakivaa 100%. So nikadecide nifanye lifestyle. Lifestyle ni kila kitu. Hata hapa nikikaa hii ni lifestyle. Natoka nyumbani nasema nakuja kwenye interview. Hivyo so nikadecide na nikasema nitafanya lifestyle. Lifestyle ni kitu gani kipo nyumbani ambacho naweza kufanya? Kuna kuoga, kula, kupika, kufanya nini. So nikasema nitabase kwenye kupika. Na hivyo vitu vyote nitafanya, ila kwenye kupika nataka hiyo ndio iwe kwamba ni anafanya lifestyle lakini pia anapika. Udada ni anapika. I want that. Yeah. So idea mbali na kusema ni content nataka kufanya, baby uko na passion ya kupika kuanzia nyuma huko utotoni kwako? Yeah, ila wazazi wangu mpaka leo wanashangaa, wewe umejuaje kupika? Like, kwa wenyewe hata wafahamu. Yaani kwamba hivi vitu unajua wewe kupika? Hivi ni vitu hivi like sweet wings. Hivi vyakula vya restaurant. Wewe umejuaje kupika? Naambia tu napenda kupika, so hivyo. Okay. Ila hawaamini kwamba kweli ndo anapika huyu au kuna mwingine. So ikafika time niwaaminishe. Mimi natengeneza hadi mocktails, sijui unachea. Mpaka nikiwapa wewe ndo unatengeneza hivyo, kuna naambia ni mimi chill down. Kwa surprise. Kwa sababu they are big support ambao ndo watu wanani influence kila siku. Umeshoot leo? Umeshoot? Fanya upike
ushoot bwana uposti. Watu wako wanataka. So my parents wananisupport sana. Wenyewe pia wamekuwa surprised na wewe kuonesha ujuzi wako kwenye mapishi. Uenda labda nyumbani nani hasa ana pika sana mapishi? Mama na mama yake mama. So bibi mzaa mama, yes. Yes. Kwa kwenye kunifundisha kupika hao watu wawili wamechangia sana. Okay. Yeah. So easy ideas za kupika mapishi kwa sababu umesema hapo hata nyumbani wenyewe walikuwa surprised na wewe hivyo. Unajifunza wapi hasa? Actually sijifunzi, ila ni vile vyakula ambavyo sisi tunakula nyumbani. So nilimwona mama nilimwona mama akiwa anavipika hivyo vyakula. So nikawa na kumbe mama fanya hivi. Fanya hivi. Ila nikiambiwa, "Grace, uje upike." Mama mimi sijui kupika. Yaani mama mimi sijui kupika. Unagana. Ila sasa hivi I'm sure nawapikia like they're really enjoying. Nikamwambia leo nawapikia. Kuna hizi recipes za kizungu hizi. Kuachana na hivi vya nyumbani, sijui vya kawaida. Hivyo wenyewe labda huenda una recipes za kizungu sasa. Kuna my mom's friend ambaye ni chef. Kwa hiyo nampigia, nipe leo wazungu wanakula nini na nini. Ananiambia sasa mwanangu unabidi ufanye hichi ufanye hichi. So anakuambia okay, lakini yeye ananiambia labda kuna sweet wings. Sweet wings unaweza kuipika? Ananiambia sweet wings si kitu fulani. Basi pika. Iko ni chakula cha kizungu. Leo tuende na wazungu. So hivyo. So recipes zote nafanya tu mwenyewe na natoa kile kitu ambacho mimi ninacho kichwani. Kwa sababu cooking is a creativity. Cooking sio kwamba umeenda shule umesoma. Is a creativity ambayo wewe unaweza ukachange hichi kwa hichi. Ndio maana wali sasa hivi wanaita wali maua, wanatia njegere, wanatia mchele mmoja mapishi 8. Yes, kuna yule binti ama anatamani kufanya content. Licha tu ya content za mapishi lakini anatamani kuingia lakini kuna ile uoga, anaona like nitawezaje. Mara ya kwanza Clarice anaanza kufanya content hizi kwenye mitandao, unajua unajirusha mitandaoni, wanaona watu wengi. Ilikuwaje? I was very happy, like I want to do it. My parents were there, kwa hiyo wakawa wananiambia wewe fanya bwana. Nani anakufuatilia? Fanya, sishakuruhusu. Fanya hivyo. Ila tu ukiona ingia kwenye mitandao kuna kusemwa vizuri na kusemwa vibaya, kuna dramas. Ila tu hivyo inabidi ukae navyo tu kichwani kwamba ninaingia hapa lakini hivi vitu vyote nitavikuta kwa sababu mimi mwenyewe nimevikuta enzi na enzi kwamba you know a first person kuingia na kukuta hizo dramas. Kuna wasanii wakubwa, kuna nani. So at the time unaendelea kukua, unazidi kukua, hivyo vitu vinazidi napo kukuattack. Unaambiwa kwenye maisha sio kila mtu atakupenda, right? Kwa inabidi uelewe hilo kwamba sio kila mtu ananipenda. So hivyo kama unataka kuingia kwenye ulimwengu wa kijamii sasa wa mtandaoni sasa inabidi wewe liwalo na liwe like I want to be there na uwe consistency. So unaanza kitu afu unaishia njiani. Hiyo sio sawa. Umezungumzia hapo content hizo, unatokea mitandao ya kijamii, watu mbalimbali wanakuwa na maoni yao, wengine watakukomentia vizuri, nimependa hapo, next time tupikie hivi. Kuna mwingine lazima tu atatafuta cha kukukosoa. Huwa unapambana vipi na zile criticism? Yani hata sijali. Yani chakula nakula mimi, huli wewe. Yani wewe unayeiona kwenye mitandao, mimi ndo nakula chakula. Ninie na wapostia kwamba my fans, marafiki zangu, psycho yangu muone kwamba leo nimepika kitu fulani. It's a lifestyle ambayo mimi naishi. So wadanganya nakula nyama kumbe nakula dagaa. Nakula nyama ndio maana na post nyama. So to me mimi naona ni sawa kwa sababu sio kila mtu atanikubali na sio kila mtu. Unaweza kuta wewe anayekwambia wewe like hujui kupika, yeye anachemsha vitu ambavyo manyanya yanasimama. Kwa hiyo like nyanya ieleweki iko wapi, kitunguu kiko wapi. The fact kwamba mimi nimeji show off kwamba mmeniona ndio unapata chance ya kunisema. Mimi wewe hujui kupika. Afu naweza kuta wewe ananisema kwenye comment section. Yuko DM ananiambia Chris naomba nifundishe kupika kitu fulani. Kwa sababu mimi nimefungua darasa. Nimemwambia kujoin darasa 20,000. DM nyingi. Na umezungumzia hapo kabla hatujaje kwenye hilo darasa ambao umeanzisha. Watu wengi sana huwa wanapenda comment kwenye chakula gani hasa ambacho ukipika? Vyakula vyote, comments unaziona wewe. Yani wanakuwa wanafurahisha sana like iki hivi. Yani chochote wanachopenda kwa sababu kila siku natoa recipe nyingine. Labda nyama leo nimeipika hivi, kesho nitaipika vile. Hivyo so. Ni hatua gani ambayo umefika yani mpaka ukaamua kusema wakati huu sasa ninahitaji kufungua darasa? Uliwaza nini hasa?
like comments ni nyingi sana, mtu analalamika, jamani unajua kupika, we dada utafanya tu watu sio DM unakuja unatufundisha kupika, tunaomba recipes. Kwa nini nikupe recipes wakati nina darasa, nataka kufungua darasa mbeleni? So nikaona why not nifungue sasa hivi darasa na mwanze kuingia, nitatoa recipes zote. Kwa hiyo wanataka kujoin, atatoa 20k, ataniuliza chochote, yaani chochote. Yaani kwa sasa hivi hiyo ndio interest fee. Kwa hiyo utaniuliza kama unapika wali, utatafuta wali unakuaje? Kama unapika nyama, hata kama uko mbali na group nitatoa recipes zangu ambazo ni vyakula ambavyo unavipika wote mtaona. Ila kama unataka upike kitu fulani, unaniambia, nakuelekeza. Wanaume wanapenda sana mapishi, mapochopocho. Yes. Tukizungumzia kwa upande wa Mnyakyusa wako, yeye kwa upande wake anapenda chakula gani hasa? Actually, yeye anapenda nyama, ndio maana anapika sana nyama na wali. Mnyakyusa watu ambao wanapenda sana wali. Na parachichi mimi I'm not a fan, kwa hiyo na siwekagi sana. Ila najitahidi kumwekea utamaduni. Na wanawake wale ambao wanaume wanapenda kupika, as I said, kuna wanawake wale uvivu nini, kwa nini unipikie sijui nini. Unajua kupika is not a force, yani kwamba umforce mtu akupikie. No, kupika is a fun, yani kwamba mtu anapenda kupika. Ila sio lazima. Yani sio lazima kwamba sio mlazimisha kupikie. Ila tu as a lady ni wajibu wako. Yani hiyo ni wajibu. Ila sio lazima unilazimisha nikupikie. Ila ni wajibu kama mimi, kama mwanamke wako au dada wa nyumbani au mama, lazima nipike kwa sababu I'm the only woman kwenye hiyo nyumba sasa. So hivyo, it's not a must. Sio lazima. Kama content creator kuna changamoto ambazo unakutana nazo. Unajua siku zote hamna kitu ambacho unakifanya kikakosa changamoto. Kama content creator wa mapishi, lakini pia content creator wa hapa nchini Tanzania, changamoto gani hasa ambazo unakutana nazo? Upande gani? Kwenye kutengeneza content, lakini pia maudhui yako kwenda huko mitandaoni. Mimi sioni kinachonisumbua. Yaani hakuna chochote. Sioni. Kwa sasa hivi sioni, maybe kwa mbeleni I don't know, ila kwa sasa hivi mimi mwenyewe naona it's very okay, wanachosema it's very okay. Ila tu mtu aamini, ajue na atambue kwamba the food is mine and sio cha kwao. Kwa hiyo msinipangie leo umepika sia chumvi, sitaki, nataka nile bila chumvi. Kwa nini unipangie? Usinipangie. Sijaweka chumvi ni mimi, sio wewe. Kila mtu ana creativity yake ya kupika chakula hicho ambacho wewe unakiona. Na kila mtu alifundishwa kivyake. Kuna makabila mbalimbali, kila mtu anajua kupika kitu fulani. Wa Nigeria wanapika ile wanaita jollof. No, not jollof. Wanaitwa fufu na okro. Okro yao wanaichanganya kwenye nyama. Mtanzania ukipika okra ukachanganya kwenye nyama, comment section watakwambia unakula uchafu. Ila wale wanaona is a good food. Kwa hiyo kila mtu ana creativity yake ya kupika chakula. Jollof rice wa Nigeria ina viungo vingi sana. Ila mtu akiona Nigeria amepika jollof ina viungo, is very okay. Ila Mtanzania akitia viungo kwenye vyakula, mapilau yana viungo. Jamani ni cha kwangu, kwa nini ndo unakula? Anakula Mnyakyusa. Nisikilize kwa makini, ni anakula Mnyakyusa. Kwa kila mtu anapenda anachopenda. Ukiambiwa mdescribe wanaume Kinyakyusa kwa maneno matatu tu. Wana upendo, waelewa, wanajua kusolve kitu, yani hivyo. Okay, sawa. Content creation industry kwa hapa nchini Tanzania, unaionaje hasa? Tunazidi kukua day by day. Day by day tunazidi kukua. Na kwa upande wako labda zile DMs za content creator wa huko nchi zingine, tuseme hapa East Africa kuna Kenya, Uganda na mbali ya East Africa, labda umeshazipata kwa ajili ya collaboration? Nimepata za Kenya kwa sababu video zangu Kenya zinafika, ila huko kwingine bado. Kuna swali moja hapa, ushapata kujulikana, watu wanakuona kwenye mitandao ya kijamii, and hapa Tanzania imetokea vuguvugu la watu kuwakataa watu maarufu kutokana na kutoa support kwenye vitu ambavyo vilitokea tarehe 29 and stuff. Kwako wewe ambaye safari yako inazidi kukua, unaelekea huko kwenye umaarufu, unalizungumziaje hilo vipi, au unakabiliana nao vipi? Hapo mimi naomba nisongee sana. Sina cha kujibu wala sina cha kujitetea. I'm out. Yaani
kwenye siasa sipo sana, kwa hiyo mimi kwenye siasa. No, kama mtu maarufu. Unajua kuna vitu vinatokea na watu wanatamani support kwa watu maarufu kuona mkazungumza jambo fulani. Actually ngoja niseme kitu kimoja. As an artist au influencer au content creator au nani, ile ni sehemu ya kupatia pesa. Kwa mfano wasanii wameenda kuperform kwa sababu walikuwa wanalipwa. Hamna msanii alienda kuperform bure. Kwa hiyo what I see ni kwamba tu wa Tanzania as all wamekasirika kwamba kwa nini kwenye shida fulani hawajajitokeza. Mimi nchi zetu za jirani wanajitokeza, wakati sisi wetu walikaa tu kimya. Ni mtu tu na perception yake kwamba mimi nitajitokeza, sijitokeze. Kila mtu ana maamuzi yake. Yeah. So mbali na Clarice kuwa content creator wa mapishi, actually ni influencer. Yes, mbali na kuwa hivyo, ni kitu gani kingine hasa ambacho unaweza kukifanya? Like what? Kila kitu nafanya, naogelea, napika. Professional mambo ya shule umechukua nini sasa? Shule, business administration and marketing. So tukiachana na masuala ya mapishi, unaweza kufanya pia masuala ya business administration. Yes. Okay. Kwa miaka inayofuata unamuonaje Clarice kwenye upande wa influencing? Amebaruza sana. Yaani atakuwa mbali. Akiwa consistent, aka focus, yaani atakuwa mbali. Okay. Mbali sana. Ila tu akilega. Kwa tutegemee kuweza kupata matuzo mengi hasa huko ya kama influencer. Yaani funny fact ni kwamba TikTok yetu ya Kitanzania haiko hivyo. Wana TikTok ya Kikenya, watu wanaekewa tuzo nini. Kama Tanzania wakija wakafanya hivyo na wakawa wanashindanisha ma TikToker ambao tunafika mbali. So unafikiri tufanye nini hasa basi ili tuweze kufika kwenye hatua hizo kama wa Kenya? Of course wa Kenya wanafanya vizuri sana kwenye industry ya ma influencer, wameweka mbele sana hicho kitu. Unafikiri tufanye nini? Na sisi serikali yetu itu prioritize watu waone kama watu fulani mashuhuri kwamba tuna effect fulani kwenye kitu fulani. Okay. Watu prioritize, yani kwamba waone hawa nao watu. Yaani ukiachana tu na wasanii, kuna hao ma influencer, kuna ma content creators. Yeah. Kuna labda walezi ambao wanawasimamia kama influencers. Tayari kuna vikundi nasema hapa nikipata jambo fulani nitakimbilia hapa. Kama wasanii kuna actually wote wanatakiwa wanajisajili the same place hivyo. Ni wote wanatakiwa kujisajili huko na wote tunatakiwa tupeleke majina yetu huko. In fact hata kitu chochote kikitokea ili ujue pa kuanzia. Kikitokea hujajisajili wewe ni nani? Serikali haikutambui, ni watu tu wa mitandaoni wanakujua, utajiteteaje? Hivyo. Kufanya collaboration na wa content creator hapo wa Tanzania. Umeshapata labda yoyote wa kuweza kufanya naye? Yeah, yupo. We are still talking, yupo. Hatumfahamu hata tujuze. Mnamfahamu ila yupo jamani. Sawa, mimi natamani kuweza kusikia jambo gani hasa ambalo unalikumbuka ulishawahi kulifanya kwenye content zako likaenda mbali sana. My videos zote zinaenda mbali sana. Moja yani ile ikaona hii yes. Yani zote chakula gani ambacho kikakufanya watu wakakufahamu. Yes, kuna influencer Clarice anafanya kitu fulani hivyo ukapata engagement kubwa hasa. Kuna ile video moja tu. No, kiupande wangu video zangu zote nikipost Mungu si asumani. Yani zote zinaondoka. Yani Mungu si asumani. Yani maybe kwa sababu nilikuwa nishaanza kufanya TikToking, kwa ikawa ni rahisi kwangu, watu wananijua, maybe that way. Lakini mimi kwa upande wangu video zilikuwa zote. Na kuna ile moja tu ambayo tayari imeshapata numbers nyingi, kuna likes nyingi, imeongoza wa comments. Ni ulipika nini hasa? Kila kitu yani. Hata ukichukua simu yako hapo angalia. Siwezi kwa hamna hata kwa video zako zote wewe zimelingana. Hapana, sio zote zimelingana, ila zote ziko hivi balance. Yani sio TikTok, sio Instagram. Hata ukiangalia hapo unaweza kusema hapa sasa ipi imeenda viral. Ila kuna video ambayo niliposti kwa muda mchache ilienda viral. Ila nimesahau chakula kwa sababu siweka chakula chochote. Ila ilienda viral kwa muda mchache sana. Nakumbuka nilipika samaki, wali, chapati, nikaweka utamaduni pale. Umezungumzia utamaduni. Ushawahi kujaribu labda kupika chakula cha Kinyakyusa? Makande, mimi ninachojua chakula cha kitamaduni cha huko ni makande. Makande na parachichi. Cha kabila lako? Mimi kwetu? Kwa Mungu sijui. Najua sana upande wa Damtu. Kweli.
Kwa kwa baba mtu kule ndo bebezi sana. Yeah. Kuliko cha kabila gani umesema? Jaluo. Kuliko cha Jaluo. Okay. Nitaenda kwetu Mara. Nijue. Ujifunze kuna kichuri kile hujawahi hata kujaribu kupika wa kichuri. Nini? Hey, kwa hiyo wewe mimi huko sio kwetu lakini at least nina idea. Mimi sijui kichuri ni nini. Ile damu ya mbuzi. Damu sasa hapo kushatia damu sinywi. Siwezi. Kichuri ni Wachaga au no, hata Wakuria huko wa nini au wa nini umesema? Wajaluo wanakula pia. Not really. Sina hiyo elimu kama wanakula kichuri. Okay, mimi natamani kuweza kusikia neno lako moja kwa binti ambaye yupo tu, kwa sababu ulimwengu sasa hivi tupo kwenye upande wa digital, hasa content creation sana. Ukifanya tu lazima uondoke na upate opportunities. Ukifanya kitu kisafi na kinaeleweka ndio utapata opportunities. Kuna ma content creator wanajitahidi lakini hawajaondoka. Na unakuta ni mtu ambaye ni mkali kwenye hiyo sekta lakini hajaondoka. I think ni kwa consistency, itafika wakati wake ataondoka. Maybe wakati wake haujafika. Okay. Yeah. Na sio kama mtu akishakuwa fame ndo labda ndo anaweza akastay kwenye game. Anaweza akawa fame na akatoka kwenye game. Kwa hiyo inabidi na yeye huyu anayekuwa fame awe na akili kumkitu. Okay. Watu wanazidi kuja kila siku. Umeshafanya watu tushaona, tunatafuta cha kukuzidi sasa. Okay. Yeah. Unaamini umaarufu unaweza kufanya mtu la sasa hivi akishakuwa maarufu anasahau watu ambao actually usahau, ila ndio ile mnasema kujibrand. Kuna watu tena hawezi kukaa nao, ila tu anawakumbuka nyewe wote, yani wote ni anawakumbuka, ile tu kujibrand ile kuna ile tuwekeane heshima fulani bwana. Ndio maana ana choose wale watu wake wa zamani, wengine wanaweza wakawa close na yeye, wengine hawako close na yeye. Yeah. Kwa tayari wewe ushaika zako wale wa zamani kwa sababu natafuta. Hapana, kwani nimefika wapi mpaka leo? No, at least umepata watu wanakufahamu. Mtu fulani, kuna mtu fulani anafanya kitu fulani, so kama umesema hapo unajibrand, kuna watu fulani lazima ujitenge nao kidogo. Hapana, kwa sasa hivi bado kwa hiyo kwa upande wako. Yeah, I have those close friends ambao hao kwenye shida yoyote kama nitawacall. But leo tunatoka, I want to go out. Can we go together? Unipe company. Yeah. Mimi natamani kusikia your first time to drink alcohol ikwaje? Akia Mungu, mimi sinywi pombe. Kuna hapa na kwa hapa. Yaani ni kitu ambacho I'm very proud of. Mimi sinywi pombe. Haugusi kabisa? Sigusi. Na ikitokea brand zinataka kufanya na wewe? Sitafanya matangazo. Sasa unafanya alafu unywe lakini unafanya kazi. Hela jamani. Okay. Money. Kwa pesa mbele. Nimefanya matangazo ya vinywaji bora. Na kufake kama unakunywa it's very okay, lakini mimi sinywi pombe. Mimi I'm not a fan of alcohol at all. Okay. Yeah. Your first time to kuunguza chakula cha content ambacho kwa unafanya ilikuwaje? Actually sio kuunguza chakula. Ni kwamba ni you know, kuna kitu fulani utaki kukiwekea viungo kabla ya kukipika. Kwa inabidi kwanza kipikwe, ukiwa una kiroast ndio ukitilia viungo. So hapo nikatia viungo, nikaenda nikakikaanga. Meanwhile hautakiwi kukitia viungo ukaenda kukikaanga. Kwa ni hicho kitu hapo. So nikajifunza kwamba okay, nilisoma comments nikaambiwa hichi kitu utaki kufanya hivi curry, fanya hivi. So nikajifunza from that. Mimi ni mtu nasoma comments zote. Yaani hata ziwe 1000. Najibu zote, nasoma zote. Okay. Yeah. Your first time to break up na boyfriend wako ilikuwaje? Kwenye mahusiano. What's Your first time to break up. Yaani mambo wakwambia bana Trace ikatokea au wewe ukaona kuna vitu havijaenda sawa. First time kwenye maisha yako, yani toka umeingia kwenye masuala ya mahusiano. Tufanye tu hilo swali ni kama official zaidi, yani la news sana, mimi tusilieke wazi. Kwa hiyo hatutaki kujua ile first time. Hiyo achana. Yani the situation ulijisikiaje? Sara jisikiaje? Baada ya kuachana umepata ile message. Kwa hiyo ilikuwa sawa tu.
Sasa nifanyeje? Umeniacha nifanyeje? Nilia. Nilia. Okay, your first time kusimama mbele ya watu. Ushawahi kusimama mbele ya watu wengi ukazungumza? Ilikuwa natetemeka. Mimi nimepata ufame kidogo muda kwa mtu, kila mtu anakujua, macho anakuwa mengi, anakuangalia. Sasa utaongea nini tukusikilize? Hivyo kwa unatetemeka, ila after kuongea maneno 3 4 unakaa kwenye mstari, sasa points zinashuka. Ila ukiambia talk to us, lazima utetemeke. Watu ni wengi, wengine hujawahi kuwaona, wengine ndio unawajua pale. Yeah. Okay. Your first time kukosea nyumbani. Sasa nimekosea tangia mtoto jamani. Yes, first time ulikosea, yani ndio hii ukaona ile kosa kubwa. Nyumbani nitasemaje? Ilikuwaje? Mimi sinaga makosa makubwa kwamba ndio wazazi wangu wasinielewe. Innocent girl. Mimi yani ni mtu ambaye sana anaheshimu home. Yani nyumbani mimi wazazi wangu nawaheshimu. Yani heshima iko pale pale. Nawapenda sana, kwa hiyo nawaheshimu. Kwa nini ni wa kwanza? Yani sina hilo kosa ambalo ni kubwa kwamba mzazi anashindwa kulisamehe au ni makosa tu madogo. Ishatokea ukagombana na rafiki yako? Kwamba tukagombanaje? Yani msiongee, jambo lilotokea mkapishana. Wapo kibao. Sasa kwa hiyo ilikuwaje? Siwezi kusema. Ila tu ilitokea. Mimi sipendi drama. Yani mimi sipendi drama. Mimi napenda true facts. Tumetokea kitu fulani, we solve, we go. Kama unataka drama, wewe nenda tu na mambo yako. Mimi siwezi drama. Unaamini katika urafiki? Naamini katika urafiki. Naamini katika urafiki. Ila upate rafiki ambaye mtaelewana na mtamatch. Must go snitch kwa upande wako wewe? Snitch kwa upande wangu. Snitch kwa nini wewe snitch kwa? Unakuwa mwanahamisi wewe. So this 2026 tayari usha cut off kwenye upande wa marafiki? 2026 nisha cut off upande wa marafiki. Actually mimi ni mtu ambaye I think ni ndo asemaga nini? My weakness. Mimi si mtu ambaye nitakufuata nitakwambia wewe ni cut. Mimi nitakaa kimya. Ila ukinitafuta tuongee. Na mimi najua wewe nishakukata. Wewe tu unanitafuta mimi sitaki bana. Ila kukwambia siwezi. Yeah. Unamzungumziaje kijana tayari ameshafanikiwa? Yaani mafanikio unayazungumziaje hasa kwa upande wako? Ni mazuri, ila ni kitu ambacho kinaweza kikapotea baada ya dakika chache tu. Kama hautakuwa serious na hayo mafanikio yako. Okay. Sawa. Natamani kusikia neno lako kwa yule mtazamaji anayekutazama. Wewe Kralis, una kipi hasa cha kuweza kumwambia kama ambao tunaenda kumalizia show yetu hapa? Actually kwa binti kama mimi, asikate tamaa. Aendelee kufocus, aamini katika kitu anachotaka kuamini, ila asikatae kusikiliza washauri watakachomwambia. Aamini yeye anachotaka kuamini, ila washauri wakija atuje yale maneno. Maybe anaweza akamsaidia na maybe asiweze kumsaidia. Hivyo. Swali moja la uzushi. Nyakyusa amebangalini tu ule ubwabwa. Tuombe Mungu. Okay. Sijui ila soon. Ila tuombe Mungu. Tuko kwenye process. Sijali nitapa kadi. Sisi tupo. And kuna DMs ambazo unapata kutoka kwa watu hivi kutongoza, you know. Napitia comments nyingi, mzuri, mrembo na rangi nzuri, wanaume kutongoza pole. Unazipata hizo? Mimi songozwi. I think kila mtu anajiheshimu. Mimi songozwi. Kuna wale ambao wanatuma DMs hivyo. Wanatuma tu DM, unajua kupika, wewe mrembo. Kumbe labda nikiwajibu DM ndio wataanza kunitongoza. Ila vingine na hapo ni wewe mrembo, uko poa sana, unapika chakula kizuri, natamani siku nile chakula chako, unafanya delivery, unafungua lini restaurant. Ni maswali ambayo unayapata. Una sehemu ya watu sisi tuje kula hivyo. Okay. Na wengi wanasifia sana ngozi yako. Ngozi. Una maintain vipi? Mimi sina maintenance, sina skincare jamani. Wadada wa mjini mnatumia skincare. Mimi sina skincare, mimi napaka mafuta yangu ya maji, ya olive oil. Yes. Kwa hiyo utumii chochote kile, kuna sunscreen? Sina sunscreen jamani. I admit it, sina sunscreen. Sina. Serious? Mambo ya nini sijui hizi tona, sijui nini. Ngozi yenyewe ishasimama.
nijiadie hayo matona ya nini Black Beauty. Ila nikipata kazi ya beauty, tunafanya kazi, tunapaka tona. Ila kwamba natumia vipodozi, mimi natumia mafuta ya maji. Okay. Kwanza ningetumia vipodozi kesho tu napata vipele. Kwa ila kazi zikitokea nitafanya kazi na beauty brands. Kuna wale wanaamini kwamba nikipitisha mafuta ya kung'aa ndo unaonekana mrembo. Maybe anapenda. Usimpangie mtu cha kufanya, mwili ni wake. Okay. Ila as a lady, ngozi uliopewa ni ya kwako. Ila kama unataka kujiongezea, kujipunguzia ni wewe. Jamani, Clarisse hatumii chochote. Mambo ya sunscreen, sijui nimepaka dini zile. My close friends, hii kitu anaelewa. Yaani ngoma ngombe, wewe kwa nini utumie sunscreen? Utabaruta na jua kali la Dar es Salaam joto. Kali ni umizi. Ngozi yangu hii nyeusi nikiungua najua wewe unaona. Yes, bado umemsikia hapa Clarisse ametupa siri yake ya urembo. Kama unajiuliza anatumia product gani kwa ajili ya ngozi yake ku maintain kwa hivyo, hatumii chochote. Ametuambia hapa anatumia mafuta ya kawaida tu. Hopefully umeweza kumweza kumuelewa ni nani, lakini pia umeweza kupata kuelewa masuala ya content creation kwa hapa Tanzania kwa upande wake kama mpishi. Mimi kweli nimefurahi, nimepata kufahamu vingine ambavyo nilikuwa sifahamu. Thank you so much. Welcome. Yes, na kwa mtazamaji ambaye uko unatazama, hii ilikuwa ni The Journey. Mimi naitwa Kathed. Nikusihi tu endelea kufuatilia Bongo 5 Network kwa ajili ya vipindi vingine vinavyofuata.